Diwani mstaafu wa kata ya Sepeko Diwani Kimai ametangaza rasmi nia ya kugombea tena nafasi ya udiwani katika kata hiyo. Akizungumza mara baada ya kuchukua fomu ya kugombea, Bwana Kimai amesema kwa uamuzi wake umetokana na wito wa wananchi waliomshawishi kurejea kutokana na mchango wake mkubwa aliotoa katika kutatua changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi katika kata hiyo. Katika kipindi chake cha uongozi kilichopita, Bwana Kimai amesema alifanikiwa kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi na ukarabati wa barabara, ujenzi wa madaraja katika kijiji cha Rakaria pamoja na usambazaji wa umeme katika maeneo ambayo awali yalikuwa hayajafikiwa na huduma hiyo muhimu ya kijamii. Aidha, aliendelea kusema aliyefanikiwa kuanzisha mradi mkubwa wa maji wenye takriban lita 100,000, lakini pia aliweza kusimamia ukarabati wa shule kadhaa za msingi na sekondari katika kata ya Sepeko, hatua ambayo ililenga kuboresha mazingira ya ujifunzaji kwa watoto wa kata hiyo na kuongeza ufaulu kwa wanafunzi, hivyo kutoa kipaumbele katika sekta elimu kwa kushirikiana na wazazi pamoja na walimu kuboresha huduma mashuleni. Miongoni mwa mafanikio mengine yaliyompa sifa ni pamoja na kutenga eneo maalum kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa katika kijiji cha Rakatan, mradi ambao unalenga kuinua uchumi wa wananchi kwa kukuza shughuli za kibiashara na kuongeza kipato kwa wananchi wote wa kata ya Sepeko. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Mimi naitwa Diwani Kimai, ni diwani mstaafu wa kata hii ya Sepeko ndani ya halmashauri ya wilaya Monduli. Ni kweli kwamba nimetangaza nia jana ya kuomba ridhaa hiyo, lakini nimesukumwa na changamoto nyingi ya watu, ya wananchi, inayogusa wananchi wa kata hii ya Sepeko, ambaye miaka 5 iliyopita tuliwaomba wananchi wa Sepeko ridhaa ya kuwa mwakilishi wao, na wananchi wa Sepeko wakatukubalia, wakanikubalia mie kuwa mwakilishi ndani ya halmashauri ya wilaya Monduli. Nikawa diwani kwa miaka 5, lakini nilienda kupambana kadri ya uwezo wangu. Hakuna idara yeyote ambayo sijagusa kwenye changamoto ya wananchi wa kata hii ya Sepeko. Kwanza nianze na idara ya elimu. Kwa mfano, sasa hivi tuko hapa sekondari, madarasa unayoona hapa yote haya majengo yote ambayo nakuonyesha hapa, ukiondoa yale majengo ya zamani, yamejengwa kwa kipindi changu ya miaka iliyopita, shirikiana na Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ameshusha fedha nyingi sana kutoka juu kwa ajili ya idara ya elimu msingi na sekondari. Tumepambana kadri ya uwezo wetu, na sisi hela ilipofika halmashauri, pala halmashauri kuna waheshimiwa madiwani wengi karibia 20 ambao nao wametumwa kwenye kata zao kuja kuwa wawakilishi pale. Kwa hiyo miradi yoyote ikipelekwa pale, kila mheshimiwa diwani anapeleka hitaji la kata yake ndani ya halmashauri ya wilaya Monduli, na waheshimiwa madiwani inategemea na ushawishi wako ambao utashawishi sana waheshimiwa madiwani wa kuunga mkono ili wahakikishe kwamba watayapa kipaumbele mradi wako na sio mradi wa kata nyingine. Na ndio maana neema unayoona hapa ya madarasa haya yote, hasa kwenye shule yetu ya sekondari, ukiondoa shule ya sekondari ya Nanja ambayo tupo, ukiondoa sekondari hii ambayo tumejenga madarasa, tumejenga maabara huko nyuma, tumepambana kadri ya uwezo wetu, tumejenga vyoo vingi vya wanafunzi na watu wenye ulemavu. Hata ukienda kule nyuma, tumeshawishi mashirika mengi ambayo nao, hata kama serikali wanaleta hela nyingi, lakini mashirika pia tumeshawishi ambayo wametujengea vyoo huko nyuma. Tuna shule yetu ya Rakatan pale. Bahati nzuri kuna wafadhili ambao tuliowapata wametupigia ile shule ni kongwe, ni shule kwenye shule kongwe ndani ya kata yetu. Pata wafadhili ambao wametupigia rangi shule nzima, lakini tumepata wenzetu wa TASAF wametujengea nyumba ya walimu pale 2-in-1, lakini tumepambana kadri ya uwezo wetu. Ukienda shule ya msingi Londikinya, tumejenga madarasa mapya pale, lakini tumejenga nyumba za walimu 2-in-1. Tumepata karibia milioni 190 mwaka jana, tumejenga nyumba 2 za 2-in-1 karibia walimu 8 wanaishi shuleni, kwa sababu kipindi ya nyuma walikuwa wanaishi ofisini. Walikuwa wanaishi ofisi, mwalimu kwa analala ofisi ya kijiji pale.
lakini sasa hivi tumeondoa ile tatizo la uhaba wa nyumba za walimu. Lakini wametujengea matengi ya maji pale shule yetu ya Lendiki. Lakini ukiondoka hapa ukija shule ya msingi Mti Moja, ukienda shule ya msingi Harakaria hivyo hivyo. Enda shule ya msingi Harakaria tumejenga madarasa, tumejenga nyumba za 2-in-1 kwa msaada wa shirika letu la TASAF. Lakini ukiondoka hapo tumeshawishi mfadhili amekuja kutujengea shule moja samani tulikuwa tunaita Eretore sasa hivi Sayuni, sekondari ya Sayuni. Niwaombe wananchi wa kata hii ya Sepeko, sasa hivi kuna sekondari mpya kabisa ambayo iko ndani ya kata yetu kwenye kijiji cha Lendikinya. Tumeshawishi mwekezaji msawa wa pale, amekuja na wawekezaji kutoka nje, ametujengea sekondari mpya pale ya Mount Sayuni, iko pale kijiji cha Harakaria. Kwa hiyo kwenye hiyo anga ya elimu tumejitosheleza vizuri sana. Lakini ukija kwenye anga ya barabara zetu, kama unapoelewa kwamba sisi tunatumia barabara zetu hizi za vijijini ambayo tunapambana na wenzetu wa Karura. Tumefungua barabara kipindi changu wakati naingia madarakani. Ukitoka kwenye kijiji kimoja kinaitwa Lendikinya, ilikuwa huwezi kutoka ndani ya ile kijiji, kwa sababu hakuna namna. Mama akiugua, mtoto akiugua, hakuna namna ya kutoka. Afadhali hizi vijiji vya pembezoni mwa barabara. Sasa tumefungua hiyo barabara ya Munduli, Orkeswa, Lendikinya, Harakaria Mti Moja, karibia kilomita 14 tumefungua kwa njia ya Moram. Lakini tumejenga madaraja kwenye kijiji cha Lendikinya ambayo ilikuwa kuna uharibifu sana wa barabara. Tumejenga madarasa ya hela nyingi, karibia milioni 400 na tumetumia kwa kujengea madaraja pale kwenye kijiji chetu cha Lendikinya. Tumejenga madaraja mawili makubwa. Sasa hivi tunatafuta daraja vivuko vya kuingia shuleni. Ukitoka pale tumefungua barabara mpya ya kuingia kwenye kijiji cha Harakaria. Sasa hivi tunatafuta hela ya kujengea madaraja mawili na kifuko ya kuingia shuleni. Na ukitoka pale tunatafuta daraja pia ya kwenda kwenye sanaki ya pale. Lakini pale juu tumefungua barabara ya Morijo Lesieki Nanja. Tumefungua barabara hata sasa hivi inaharibika, lakini mwaka huu ina budget. Sisi tunaamini kwamba budget kuanzia mwaka huu nadhani ambayo inafungulia kuanzia mwezi wa 7 itafungua hiyo barabara vizuri, itaenda kuletea hiyo barabara vizuri. Kwa hiyo tunataka mwaka huu tukafungua barabara ya kijiji cha Harakata kutoka barabarani kwenda moja kwa moja mpaka Lashaini. Budget imepatikana na naamini kuanzia mwaka huu mwezi wa 7 tutaanza kutengeneza hiyo barabara ya Harakata. Na bahati nzuri ni waombe wananchi wa kijiji cha Harakata, kwa sababu barabara ya kijiji cha Harakata naamini kwamba kila mwaka serikali ilikuwa inatengea fedha, lakini kila tukitengeneza barabara kutoka Lashaini kuja Harakata, mvua ikinyesha ile barabara inaharibika tena. Sasa hivi tumeomba, bahati nzuri tumekubaliana na wenzetu wa Tarura na injinia wa Tarura, tumekubaliana barabara hii itaanza barabara ya lami kwenda Lashaini, sio kule nyuma tena. Mimi nilipoingia madarakani, kijiji chetu au kata yetu ya Sepeko ilikuwa ina uhaba sana ya malisho ya mifugo. Sasa hivi tumetenga pori hili ambalo liko upande huu wa kulia. Tuna pori hili ambalo tunatumia, wenzetu wa jeshi wanatumia kama pori la mafunzo ya kijeshi, na sisi tunatumia kama malisho ya mifugo. Tumekubaliana kama vijiji 4 kuanzia Tanganye kule Lesegagwa, mlima mmoja ambao uko kule, tumetenga kama malisho ya mifugo wakati wa mvua. Yaani mvua inanyesha, tukatenga eneo hilo kama malisho ya mifugo ya vijiji karibia 4. Lakini kuanzia Lesegagwa kuja huko mpaka barabarani tumetenga kama malisho ya mifugo ya kiangazi ya kijiji cha Mti Moja na Harakata. Lakini tumekubaliana tukahakiki migogoro ya ardhi kwenye mipaka yetu. Tumehakikisha kwamba mbuga ya Sepeko, mipaka ya kijiji cha Harakata na Lendikinya tumehakiki, tumeweka madramu. Kijiji cha Lendikinya na Lashaini tumeweka madramu. Ilikuwa ina migogoro mikubwa ya muda mrefu ambayo watu walikuwa wanapigana pale, lakini tumehakikisha kwamba kijiji cha Harakaria na Lendikinya tumeweka beacon. Tumehakikisha pia kwamba kijiji cha Mti Moja na Harakaria tumeweka beacon. Kila kijiji wanajua mipaka yake. Lakini sasa tumebakisha kijiji cha Harakata na Mti Moja, lakini
tupo kwenye mazungumzo ili tuanze tuweke beacon kijiji cha mti moja na harakata, ili kila kijiji ajue mamlaka ya ardhi yake. Lakini tukiondoka hapa, kuna sehemu moja inaitwa Elwai ambayo ni malisho ya mifugo ya kijiji cha Arakaria wakati wa kiangazi. Ile mbuga, ile ardhi ya Elwai kumepakana na vijiji vyote jirani, kijiji cha Nanja na Engahoji. Hawafanyi vizuri kwa sababu wenzetu wale wa upande wa Engahoji, kwa upande wao kule kuna maboma ambayo yamehamia hiyo eneo la Elwai. Lakini wenzetu wa Nanja pia kuna upande pia ambayo nao wananyemelea kuingia hiyo eneo la malisho. Kwa hiyo bado tuko kwenye mazungumzo ya kuhakiki eneo la Elwai ili na sisi kama kijiji cha Arakaria tuweke beacon ya kudumu ambayo inaonyesha mwisho ya malisho ya mifugo ya Arakaria na upande ile ya wenzetu wa kata ya Lepruko. Tulikuwa tumezungumza mwaka jana na serikali ya kijiji, na naamini serikali iliyoingia madarakani ambayo ni serikali sikifu sana, naamini watasimamia hilo ili malisho ya Elwai ibaki kama malisho ya mifugo ya kijiji cha Arakaria na vijiji vingine vya jirani, kwa sababu kata yetu sisi tumekubaliana kwamba malisho yetu haina mipaka. Ukifungua malisho mradi tuwe tumefunga pamoja, tufungueni pamoja. Ng'ombe inayotoka Michewejo inaweza kuingia Elwai, inayotoka Lendiki inaweza kuingia Elwai, na inayotoka Arakaria inaingia Elwai. Lakini pia ng'ombe inayotoka Arakaria inaweza kuingia Sepeko, Lendiki Sepeko. Kwa hiyo malisho yetu haina mipaka mradi tuwe tumekubaliana kufunga kwa wakati moja yote. Kwa hiyo ndugu mwandishi, sisi tuko kwenye hayo mazungumzo, lakini kuna migogoro kidogo imetokea huko Elwai kwa ajili ya upande wa pili wa kata ya Lepruko, nao wanapambana kuhakikisha kwamba wanazuia mifugo mingine ya mti moja au ya Lendiki yasiingie pale, lakini bado tupo kwenye mazungumzo na naamini kwamba tutaweza kukubaliana tu mapema iwezekanavyo. Nilipoingia madarakani, ilipohakikiwa mipaka, tukarudisha heka 700 ambayo ilikuwepo kwenye kijiji cha Lendiki ambayo watu wa Monduli walikuwa wanatumia watu wa Mairete. Tukarudisha heka 700 ya kijiji cha Lendiki na Arakaria, heka 580 ambayo ilikuwa kijiji cha Lendiki ambayo ilikuwa inamilikiwa na Monduli kijiji cha Mairete, na heka 118 ambayo ilikuwa inamilikiwa na kijiji cha Mairete ambayo ni ardhi ya kijiji cha Arakaria. Wamemiliki zaidi ya miaka 40, lakini ardhi hiyo tumerudisha ni ardhi ya kilimo nzuri, tunalima zao la shairi vizuri pale. Kwa hiyo kwa upande huo ya ardhi ya kuondoa migogoro na kuhakikisha kwamba ardhi inabaki kwa wenye ardhi, tunafanya vizuri. Nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi wa Sepeko kwanza waendelee kuniamini, lakini niwaombe kwamba mimi kama mheshimiwa diwani nilipambana kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kwamba yale ambayo niliwaahidi kwenye kampeni zangu nimetimiza. Lakini wakati natimiza miaka 5 kwa kiongozi ukasa mwakilishi ni michache, kwa sababu sisi tulikuwa tumeingia kwenye kata kame ambayo ilikuwa hakuna maji kabisa, lakini tumefanikiwa kupata maji ya bilioni 1 na milioni 200 kwenye kijiji cha Lendiki, na sasa hivi kijiji hicho kina maji, watu wanakunywa maji safi na salama. Lakini tumepata mradi mkubwa kupitia mheshimiwa mbunge Fred Lowassa na kipindi cha uongozi wa Rais Magufuli na sasa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, tumepata mradi mkubwa bilioni 20.1. Lakini mradi huu inakuja kugawanya nyuma ya hii shule ya vijiji 13. Lakini ndani ya vijiji 13 kata yetu vijiji vitatu yanaenda kunufaika na mradi huo wa maji wa bilioni 20. Sasa hivi nyuma hapa tunajenga kisima ya lita 500,000. Kwa hiyo tumebahatika kupata maji ya vijiji vitatu ambayo mpaka sasa mabomba yameshafutiwa chini. Niwaombe wananchi wa kata hii waendelee kuniunga mkono nikamilishe mradi mkubwa wa maji kwenye ambayo tulianza mwaka jana, mwaka juzi, na sasa hivi mwaka huu sisi nina uhakika kwamba tutaenda kutimiza, ili vijiji vyangu vitatu ambavyo vilibaki havina maji safi na salama, ambayo ni kijiji cha Arakata, kijiji cha Michewejo na kijiji cha Arakaria, waende kunufaika na maji hii ambayo nimepigania kwa muda mrefu. Oldonyo Media, habari karibu nawe.